Bukhari pamoja na Muslim. Kule ndani ni ndefu sana. Kule ndani kuna pahala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, kwamba na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mume wake, naye ni mwenye kuulizwa kwa hao anao wachunga. Hadithi hii imekuja kuonyesha mwanamke anaruhusiwa kuwa kiongozi katika masala ya jamii. Lakini katika Tawdihul Ahkami juzu ya 7 ambayo ni sharhi ya Bulughul Marami, juzu ya 7 ukurasa wa 183, kitabu Tawdihul Ahkam cha Sheikh Al-Basam, juzu ya 7 ukurasa wa 183, Sheikh amesema akifasiri hadithi inayosema la yufliha qaumun walau amrahum imra'a. Sheikh amesema ukurasa 183 Tawdihul Ahkam, tukaangalie. Sheikh amesema pale kwamba miongoni mwa watu walioieleza hadithi hii ni Abu Hanifa. Katika ukurasa huo Abu Hanifa amesema kwamba mwanamke anaruhusiwa kuongoza katika ahkamu illa alhudud. Na hududu, ndugu zangu, ni katika Uislamu. Uislamu unasema mwizi akatwe mkono. Sasa leo utamkata mwizi mkono, serikali itakuacha? Kwa hivyo katika serikali ya Kiislamu ndio mwanamke haongozi. Serikali kama sio ya Kiislamu mwanamke anaongoza. Mheshimiwa Rais, haya sisi tumeyazungumza katika mikoa mbalimbali. Kuna kundi linaongozwa na Abdul Kambaya kupita mikoa. Mimi walinikuta katika mkoa wa Tabora tukayazungumza haya, kisha tulienda nao Katavi tukayazungumza haya, wao walienda na kwingine. Tukiwezeshwa pia tutapita kueleza haya maeneo yote, yapo katika vitabu, sio ya kwetu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.